na kusalimu kwa upendo wa Mungu asubuhi ya leo, rafiki yangu na mpendwa, na kukaribisha kwa ajili ya neno la uzima. Ujumbe wetu unasema usiache kumlilia Mungu aliye hai kwa ajili yako. Samuel wa kwanza mlango wa 7 mstari wa 8 na wa 9. Wana wa Israeli wakamwambia Samuel, usiache kumlilia Bwana Mungu wetu kwa ajili yetu, kwamba atuokoe na mikono ya Wafilisti. Ndipo Samuel akatoa mwana kondoo mchanga, akamtolea Bwana sadaka ya kuteketezwa. Samuel akamlilia Bwana kwa ajili ya Israeli. Bwana akamuitikia. Mpendo wangu asubuhi ya leo, maandiko yanasema ombeni pasipo kukoma. Kwa tafsiri nyingine, ombeni pasipo kuacha kuomba. Haijalishi umelia kwa miaka mingapi na hujaona matokeo, lakini kile nachotaka kusema asubuhi ya leo, hakuna kilio kisicho na mwisho wake, na hakuna kilio kisichosikika mbele za Mungu. Ni wakati na majira na saa ya Mungu ikifika, majibu ya kilio chako kitaonekana. Ndipo wana wa Israeli wakati walipokuwa wakikabiliana na maadui, walijua hatuna namna ya kushinda vita hivi, ila pamoja na vita hivi tunapigana kwa jinsi ya mwili, lakini tunahitaji kwanza kupigana vita hivi kwa jinsi ya rohoni. Na ndipo wanamwambia Samuel, usiache kumlilia Bwana, usiache kuomba kwa ajili ya vita hivi, usiache kumwita Mungu kwa ajili ya jambo ambalo liko mbele yetu, ili Mungu atuokoe na mikono ya maadui. Na maandiko yanasema, naye Samuel akamtoa mwana kondoo. Mungu akampa Samuel ufunuo wa kumtoa sadaka, ya kutoa sadaka ya mwana kondoo. Kwa lugha nyingine nasema, Samuel alichanganya maombi na sadaka. Alisogeza maombi yake na sadaka, sadaka inenayo kwa ajili ya wana wa Israeli. Si ajabu ukasimamisha pia sadaka kwa ajili ya kilio chako mbele za Mungu. Ana alisimamisha sadaka, akaweka naziri, akamwambia Bwana, ikiwa utanipa mtoto wa kiume nitamtoa mbele zako. Inaweza wewe usitoe sadaka ya mtoto, lakini simamisha kitu mbele za Mungu kitakachoambatana na maombi yako. Ndio maana Kornelio alisimamisha sadaka zake, na maandiko yanamwambia sadaka zako zimefika mbele zangu na maombi yako, kwamba sadaka yako ina uwezo wa kuambatana na maombi yako. Lakini kile nachozungumza asubuhi ya leo, usiache kumlilia Mungu. Hata ingawa unaona kama umelia muda mrefu, lakini kuna wakati kilio chako kitajibiwa. Ndipo Mungu anamtokea Musa, anawaambia, nenda kawaambie wana wa Israeli, nimesikia kilio chao, nimeona machozi yao na maumivu yao. Nikwambie mpendwa, asubuhi ya leo, maumivu yako Mungu anaiona, machozi yako Mungu anayaona. Kilio chako kama sauti yako imesikika mbele ya kiti chako cha neema. Ni wakati na majira inafika ili Mungu aweze kukujibu, ili Mungu aweze kukutendea. Mwanzo sura ya 21 mstari wa 17, maandiko yanasema, Mungu akasikia sauti ya kijana, malaika wa Mungu akamwita ajiri kutoka mbinguni,
Ajili alipomtupa mtoto wake akakimbia, yule kijana akalia. Sijui kama alikuwa analia kwa sababu anamwita Mungu, lakini analia kilio cha kuachwa, kilio cha kutupwa, kilio cha kubaki mwenyewe, kilio cha kukata tamaa. Wacha nikwambia asubuhi ya leo, ayamkini kilio chako ni kilio cha kuachwa, ni kilio cha uchumi, ni kilio cha kufika mahali uoni njia. Kilio chako kinakwenda kusikika, na Mungu anakwenda kumtuma malaika kwa namna aliyekusudia. Maandiko yanasema Mungu akamwita Ajiri, akamwambia, unafanya nini? Nenda kamuinue kijana, maana atakuwa shujaa, atakuwa taifa. Asubuhi ya leo, sauti yako na kilio chako kinakwenda kuleta matumaini mbele za Mungu. Kitasikika na Mungu atafanya kitu kwa sababu ya sauti yako. Mungu atakutendea jambo kwa sababu ya kilio chako ambacho umekuwa unalia mara kwa mara mbele za Bwana. Usiache kumlilia Bwana, usiache kumwita Mungu. Ndio maana maandiko yanasema maombi ya mwenye haki kwa faa sana, tena akiomba kwa bidii. Ongeza bidii. Hata kama hujajibiwa kwa wakati unaotaka wewe, kuna wakati Mungu atakujibu. Maandiko yanasema baada ya divai kuisha, wakamwambia mama yake Yesu, divai imewatindikia. Na mama alipomfuata Yesu akamwambia, watu wameishiwa divai. Yesu akamwambia, mama, saa yangu bado haijawadia. Wacha nikwambia asubuhi ya leo, saa ya Bwana ikifika, kilio chako kitajibiwa. Mungu akutendea hayo. Na tuombe. Mungu mtakatifu, Mungu aliye hai, na kushukuru kwa sababu ya mtoto wako anayelia usiku na mchana, na ukasema wewe ni Mungu mwenye haki ambaye hutaacha kusikia kilio cha wanaokulilia. Kutana na kilio chake, ukamsaidie, ukamvushe, katika jina la Yesu Kristo, amen. Rafiki yako Mwalimu Bishop Daniel Mathew